السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهاديا إلى صراط الله المستقيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر. الحمد لله. Tuzidi kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa fursa nyingine tena kukutana katika jalsa ya ilmu ambapo tutakumbushana baadhi ya masail muhimma katika fiqhi ya madhhab ya al-Imam Shafi'i. Bali tulieleza katika darasa zilizopita kuwa ni ma ulima min ad-din bidharura, na tukasema maneno haya yatakuwa yanakaririka mara kwa mara na maana yake ni wajib au mambo ambayo ni lazima kwa Muislamu kuwa nayo. Walillahi alhamd, wiki iliyopita tulikuwa na darasa muhimu ambapo ilikuwa ni shurutu alwudhu 10, alivyoeleza mwenye kitabu wa Safina ni shurutu alwudhu, lakini maana yake ni shurutu sihhati alwudhu, masharti ambayo yakikamilika kwa mmoja katika sisi udhu wake utakuwa sahihi. Tukaelezwa ni mambo 10 na yote walillahi alhamd, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupa taufik na baraka ya wakati, tukaeleza mambo yote 10 tukitarajia tutakuwa twayakumbuka ili tuingie katika darasa letu la leo, ambalo hili darasa atuambia faslun nawaqidhul wudhu'i 4 ashya, na utakuja kuona kuna irtibat, kuna mafungamano kati ya darasa iliyotangulia na darasa hii tuliokuwa nayo. Darasa iliyotangulia ni shurutu sihhati alwudhu 10 ashya. Ushakamilika udhu wako, uko tayari kuingia katika ibada ya sala, na mfano wa sala ambao wahitajia alwudhu, tunaingia katika mambo ambayo ni nawaqidhul wudhu, mambo ambayo yakikupata ule udhu wako waondoka. Nawaqidh ni jamu naqidh katika lugha ya Kiarabu, na tamko hili alhamdulillah mashekhe wetu katika bara la Afrika Mashariki, hususan katika ukanda wa Sahel Coast Region, na tulizungumza katika mazungumzo mengi kuwa Coast ama Sahel kabla ya ukoloni ilikuwa pana, imekwenda kutoka Zanzibar, imeingia Mombasa, Malindi, Lamu, mpaka sehemu kadhaa za
za Somalia. Wanazuoni hawa wengi walikuwa ni fuqaha Shafi'ia, ni wanazuoni wa madhhab ya al-Imam Shafi'i. Kwa hivyo walikuwa wakituchagulia tarjama sahiha ama tafsiri nzuri kutoka katika ufahamu wa fiqhi, na ndiyo moja katika sababu iliyosababisha lugha ya Kiarabu ikawa inatatawur. Yani masala mengine katika ijtimaia, kuwa lugha inakuwa kulingana na ile lugha utumiaji wake katika nyanja za ilmu. Kwa hivyo leo utakuja kuona vocabularies mbali za Kiingereza pengine yakawa ni matamshi mapya kwetu, na utakuja kuona pia matamshi katika lugha ya Kiarabu. Hali kadhalika kuna kuwa na development, kuna tatawur kwa sababu ya kutumika lugha ile katika khidma ya ilmu, sawa ikawa ni khidma ya ilmu ya dini au ikawa ni khidma ya ilmu ya masala mengine si ya dini. Kwa hivyo inapewa nafasi ile lugha kwa kupata tatawur, development, na mojawapo ikawa ni lugha ya Kiswahili. Na tunapoona lugha ya Kiswahili ya kuwa, maana yake ni kuwa lugha ya Kiswahili yatumika katika kuhudumikia ilmu. Na ndio leo utakuja kuona katika bara la Afrika, miongoni mwa lugha inayotumika sana mbali na lugha zilizoazimwa, lugha ya Kiswahili iko juu sana. Hata mufakiru hadhihi alqara, wale thinkers wa this continent of Africa, walikuwa washauriana tujichagulie lugha moja la bara la Afrika ambalo litapigwa muhuri liwe ni lugha rasmi katika bara la Afrika. Kwa hivyo lugha iliyopata kura nyingi ni lugha ya Kiswahili, kwa sababu yasomwa na yazungumzwa na yatumika na wengi katika bara la Arabu, katika bara la Afrika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awajaze kheri mashekhe na walimu zetu ambao walikuwa wakichagua tarjama sahiha, matamshi na tafsiri muhimu sana kutoka katika lugha ya Kiarabu katika kufahamisha umma wanaozungumza lugha ya Kiswahili, na pia kuwapa tafsiri ambayo haiko mbali na lugha ya Kiarabu. Taban, kwa kuwa lugha la Arabia pia ni miongoni mwa nyasila ya ilmu inayotufikisha katika maadini alwahyi, inayotufikisha katika misingi ya wahi. Hatuwezi tukaelewa Qur'ani, hatuwezi tukaelewa ahadith, na hii inamaanisha sheria, ikiwa tuna uhaba wa ufahamu wa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo ni vyema kujaribu kufafanua pia baadhi ya matamshi yaliyotumika katika sheria ya Kiarabu ili kuweza kutupa ufahamu mkubwa na upana zaidi katika dini yetu hii ya Kiislamu. Kwa hivyo sahibul kitab rahmatullahi alayhi katika fasl kigawanyo hichi asema nawaqidhul wudhu'i. Nawaqidh ni jam'u ya naqidh, na naqidh min naqadha au anqadha yunqidh, maana yake ma uzila min aslihi. Naqidh ni kitu ambacho chafumua, chatoa, chang'oa kitu kutokamana na mizizi yake, ndo maana ya nawaqidh, jamu naqidh. Kwa hivyo utakuja kuona neno hili pia limetumika katika baadhi ya mambo, pengine katika mustakbal tukija kuangalia, hususan katika ilmu al-aqida, utakuja kuona kuna mazungumzo wanasema nawaqidhul iman. Kuna mambo ambayo ukiyatenda yanakutoa moja kwa moja katika dini ya Kiislamu. Maana yake ma uzila min asli ni kitu ambacho kimetolewa katika asli yake na misingi yake. Tabahani, haya ni mazungumzo kwa yule anayefahamu lugha ya Kiarabu. Kuna kinaya nyingi zatumika katika matamshi haya,
mustalahat, ideologies zinazotumika hapa mengi zina kinaya, kwa sababu alwudhu ni shay'un i'tibariyun. Mtu kuwa katika status za alwudhu huwezi kumjua, kwa sababu sio kitu mahsusa, hawezi kukishika. Lakini kuna mambo ukiyafanya wewe una alwudhu, kwa hivyo ni shay'un i'tibariyun. Na pia nawaqidhul wudhu ni ashya i'tibariya, pia ni mambo ambayo sio exactly vitu ambavyo ni mahsusa twaweza kuzigusa, bali ni mambo ukiyafanya yanaondosha alwudhu. Na maana ya kuondosha alwudhu bimaana ule muda uliokuwa unaudhu umekwisha. We mwenyewe una khiari, alwudhu unaweza keti nao masaa 10, inategemea na practice. Tulizungumza katika mwanzo wa darasa hapa, yategemea na wewe ulivyojilelea ama umelelewa vipi. Ama sisi talabatul ilmi tulipokuwa tukiingia katika chumba cha ilmu, yule mwalimu alikuwa akitueleza moja katika nidhamu ya ilmu ni kuwa mwanafunzi ni aibu awe atasoma ilmu ya dini na hana alwudhu, kwa sababu atahitajika kuisoma Qur'ani, atahitajika kuisoma hadithi, atahitajika kusoma sharia, na yeye ni ghairu musta'iddin, hajajiandaa kifikra, hajajiandaa kiroho. Ni masala yana alaka kubwa sana na roho ya mwanadamu. Kwa hivyo tukawa na sisi pia tupata nafasi ya kufanya practice. Kwa hivyo unaingia, na kwa sababu tukiwa wadogo miongoni mwa hobby zetu zilikuwa ni kula sana. Kwa hivyo ukila sana utahitajia kuingia chooni sana. Kwa hivyo at the age of 7 to 10 years, kwa hivyo hobby ya mtoto mara nyingi anakula sana, kila anachokiona anataka kukitia mdomoni yuanywa. Kwa hivyo atahitajia kutumikia sana, kwenda sana katika sehemu ya haja. Kwa hivyo nafasi yake ya kuhifadhi alwudhu itakuwa ndogo. Lakini kila anapokuwa huyu kijana na misuli yake inakuwa pia, kwa hivyo inafika wakati anaweza kuzuia alwudhu wake kwa muda, wala sio kwa maana amezuia haja yake. Si vizuri mtu anapokuwa na haja, ni bora aende katika haja, bali ni makruh wewe kuingia katika sala na umezuia haja, hauna concentration, na ni madhara pia mtu kuzuia haja yake. Una haja wewe, nenda katika haja. Lakini mtu anapokuwa katika nidhamu hii atakuja kuona ni kama system wa mfumo wa maisha yake, kuwa masaa fulani mimi ninapokuwa wakati fulani ala wudhuin, niko katika alwudhu wa hakadha. Kwa hivyo wewe una ikhtiyar, una khiari ni wakati gani wewe unaweza kumaliza alwudhu wako, yani alintiha, wakati ambapo udhu wako unaweza kumalizika. Na hizi sehemu ambazo zaweza kumaliza alwudhu ni sehemu 4 ama ni mambo manne. Huyo mwenye kitabu pengine tupate matamshi mazuri zaidi ya kuweza kuongeza ladha katika mazungumzo yetu. Anatuambia hadha alfasl ma'qudun li bayani nawaqid alwudhu ay mubtilatihi, yani mambo ambayo yanabatilisha ile hali ya mtu kuwa katika alwudhu. Na kama tulivyosema, wan nawaqid jam'u naqid wa huwa ma yuzilu shay'a min asli. Nawaqid maana yake ni kitu ambacho chatoa ama kung'oa kitu kutokamana na asili yake. Lakini almurada, kinachopendelewa hapa katika fiqhi, maana yake ni alasbab allati yantahi alwudhu biwujudi, ni sababu ambazo zikipatikana ile alwudhu yako yamalizika. Lakini haina maana ile asli ya alwudhu wako umeondoka, maanake miongoni mwa asli ni wewe mwenyewe, asli ni maji wa hakadha, kama tulivyotangulia kusema. Lakini tumesema haya ni mazungumzo yana baadhi fulani ya kinaya, na
yaweza kuitwa mubtilatul wudhu, mbali na waqid. Kwa wale wanaopenda kufahamu lugha ya Kiarabu na wanasoma mustalahat za fiqhi, pia vile vile yaitwa alhadath. Ukisikia alhadath, maana yake ni kitu ambacho kimesababisha wewe hauna alwudhu. Okay, kwa hivyo hata lugha ya Kipwani mara nyingine fulani, nimepatwa na hadathi, maana yake ninahitajika kutawadha. Na kuna alhadathul akbar wal hadathul asghar. Kuna hadath ambayo ni al-akbar, ambao wewe unalazimika kuoga, ni janaba au pengine zile hali za mwanamke anazozipata, au al-hadathul asghar, ambapo wewe utahitajia kwenda kutawadha. Wa hadhihi nawaqidh arba'a, hivi vitu vinavyoharibu wudhu au vinavyosimamisha ile hali ya alwudhu ni mambo manne. Baadhi ya wanazuoni wamesema ni matano. Kienda katika mutawalat wanasema ni mambo matano, na hili jambo la tano kama tunavyofahamu, ukija kuona kwa sahibu safina ametueleza zawalul aqli illa bin naumi almutamakkin, yani mtu akili yake kupotea. Ani masala tutaeleza, wewe una alwudhu lakini akili yako ikakupotea, sio kwa sababu ya kulala, au pengine akili yako imekupotea sababu umelala, lakini hali ile uliokuwa umelala ni mutamakkin, umelala katika hali ya kujimakinisha, yani umekaa katika nidhamu ambapo hakuwezi kupenya nafasi yoyote iliyoko ndani kutoka kupitia zile njia mbili za haja. Ani masala wameyazungumza baadhi ya wanawazuoni. Kwa hivyo baadhi wanasema ni matano na tutakuja kusherehesha, lakini mwenye kitabu chetu hichi ametuambia nawaqidul wudhu'i arba'atu ashiyai. Al-awwal, jambo la kwanza anatuambia ni al-khariju min ahadi sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghayruhu illa almaniya. Haya matamshi ni matamshi ya kiufundi, kwa hivyo tutajaribu kuyafanyia tarjama ya kifundi. Atatuambia al-kharij, chochote kile, na al-istighraq ni chochote kile kitakachotoka min ahadi sabilain, ima kutoka katika njia moja kati ya njia mbili za haja. Akaeleza hapa qubul na dubur. Qubul tafsiri yake ni mbele na dubur tafsiri yake ni nyuma. Tulisema lugha za kifiqhi, ikiwa hawakuhitajika kutaja viungo, hutumia lugha za kinaya za kistaarabu, na tukieleza mbele yafahamika, yani uchi wa mbele na uchi wa nyuma wajulikana. Kwa hivyo ni aidha njia hizi mbili, chochote kutoka, ima ni harufu, upepo mfano, au kukatoka kitu chenyewe kikawa ni najisi au kisiwe ni najisi, illa almaniya, isipokuwa almani. Na hapa kidogo madhhabi ya Imam Shafi'i, baadhi wanakish, wanawauliza kwa nini chochote kinachotoka kinaharibu alwudhu lakini manii hayaharibu alwudhu. Inshallah tutaeleza kwa sababu gani. Lakini alwudhu, ikiwa manii atakutoka bila kusuhubiana na chochote, maanake tabia na maumbile, nature ya manii huwa ni kama mfalme. Kabla hajatoka kuna wanaotangulia, kuna security inayotangulia, na baada pia kutoka kuna security pia yatangulia, yaja baada ya almani. Hizi ni lugha zaeleweka. Kwa hivyo hali hii ikiwa itatangulia kitu kabla ya almani, yunqidhu alwudhu, na kutengua udhu, na kama itakuja baada ya almani, yunqidhu kadhalika alwudhu, inatengua alwudhu. Hapa wanaozungumza ni iwe itatoka manii peke yake bila kutoka chochote
mbele wala nyuma yake. Haya yanaeleweka zaidi, lakini inshallah pengine tutapiga sura na mifano kadha wa kadha. Kwa hivyo anatuambia chochote ambacho kinatoka kutoka katika moja katika njia mbili za mwanadamu, iwe ni upepo utatengua udhu, iwe ni choo kikubwa ama haja ndogo, zote hizi zinatengua aludhu. Anatuambia wal hasru fil arba'ati au al khamsa muradun, wal hasru fil arba'ati au al khamsati muradun. Haya mambo yalotajwa manne au matano ndiyo mambo ambayo kwamba yanaharibu, fala yunqidhu ghayruha. Yasiyokuwa haya mambo manne au matano hayatengui udhu. Kwa hivyo haya mambo manne tunayoyasoma kupitia Safinatun Najah, pengine na kustafidi kutokamana na mutawalat, mambo matano haya peke yake yakimpata mwanadamu, udhu wake utakuwa umefanya nini? Umemalizika. Kwa hivyo analazimika kutawadha tena. Alkhariju yaqina min ahadi sabili, kutoka kitu katika njia mbili za haja, anatuambia ni iwe khurujan yaqinan, sio shaka. Hapo utakuja kuona kuna watu lilasaf wana ugonjwa wa shaka. Ametawadha lakini amekuja kufunga swala, hajatulia, amekwenda yeye kutawadha. Ukimuuliza mbona, anakwambia mimi nina shaka. Je, udhu wangu umetoka ama haujatoka? Ikiwa ala shakin fa anta ala alwudhu, ikiwa wewe ulikuwa umetawadha, shaka yako ni kuwa imetenguka udhu ama haijatenguka udhu. Na ndio kaida usulia wanasema alyaqinu la yuzalu bishakin. Yaqini yako ni nini? Ni kutawadha. Mimi nimetawadha, kwa hivyo ala udhu. Shaka yako ni nini? Shaka sijui nina udhu ama nina udhu. Je, nimetengukwa na udhu ama sijatengukwa na udhu? Kwa hivyo anta ala udhuin, kwa sababu yaqini ni kuwa wewe ulikuwa una nini? Una alwudhu. Shaka yako ni kuwa hauna udhu. Kwa hivyo shaka la itibara fi, kwa sababu sisi tuna yale yaqini. Kwa hivyo yule ambaye anajiona mara nyingine ana shaka, Ibilisi anacheza na wewe, usimpe nafasi. Yaqini ya kuwa umetokwa na alwudhu, imma kwa kutokwa na upepo, na haya ni katika masala ameyazungumza Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika hadithi imepokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha wajada ahadukum fi batnihi shay'an, yeyote atakayehisi chochote katika tumbo lake, pengine amesikia tumbo la nguruma limekasirika, mecha imebadilika, fa ashkala alayhi, akawa na mushkil na shaka, akharaja minhu shay'un am la, je kuna kitu kimetoka ama hakijatoka? Fala yakhrujanna min almasjidi, Mtume anatoa guidance yake, asitoke msikitini, asitoke kuswali, asiwache kuswali, hatta yasmaa sautan au yajida rihan, mpaka asikie sauti. Yani kama ni upepo, sauti isikiki, na hapo itakuwa sasa hakuna tena mambo ya kujificha. Wewe mwenyewe ukitokwa na sauti utajua tu haya, utaanza kujificha uso wako. Ukisikia sauti ujue kumetoka kitu. Au rihan, umesikia upepo umekutoka. Kiswahili cha kistaarabu wanasema riahi. Kwa Mtume Muhammad ametupa guidance, ametupa mwelekeo kwa yule ambaye pengine ametatizika na matumbo yake, lakini ala udhu, yuko katika alwudhu, fa ashkala alayhi, akawa ana shaka, je akharaja minhu shay'un am la, je kuna kitu kimetoka ama hakijatoka? Kwa hivyo tumesema yaqini yetu ni nini? Ya alwudhu.
mpaka usikie sauti ama usikie harufu ama upepo umekutoka. Hii hadithi imepokewa na al-Imamu Bukhari. Kwa hivyo al-khariju yaqinan, iwe ni kutoka kitu yaqini bila shaka, imma min qubulin au duburin min hayyin. Haya ni mambo muhimu pia. Iwe hali hiyo ni mtu alokuwa hai. Anapofariki mmoja wetu, katika mambo ambayo anafaa kufanyiwa tumeeleza hapa bikulli ikhtisar. Moja ya hapo ni kuoshwa, kukafiniwa, kuswaliwa na kuzikwa. Baadhi wakaongeza pia tashyiyul janaza ni katika mambo ambayo kwamba yanalazimika. Kwa hivyo ni mambo matano kwa wale wanaochukua itibar, kwa sababu huwezi kumzika maiti ikiwa wewe kumsindikiza. Kwa hivyo kule kumbeba, kumtoa mahali alipo mpaka mahala anapozikwa, ile ni tashini katika haki yetu juu ya maiti. Unapomuosha ni josho la lazima, ni wajibu, lakini si josho la janaba kama vile sisi tunavooga. Hii ni josho kuwa roho, infisal ruh min aljasad, roho ikitoka katika mwili wa mwanadamu, bimaana mayit, wajaba alayhi alghusl. Lakini yeye ataoga vipi? Yeye haogi, hawezi kuoga, kwa hivyo ataoshwa. Kwa hivyo tulizungumza pia katika namna ya kuosha lazima nia, kwa sababu nia taftakiru ila alislam. Kwa hivyo yule anayemuosha awe Muislamu ili amtilie nia yule maiti. Kwa hivyo anapomtilia nia, josho lake tayari shakamilika. Kwa hivyo ala tahara. Kwa hivyo na sunna zilizoko ni kutawadhishwa wa hakadha, nidhamu yote leo. Kwa hivyo ala wudhuin wa ala tahara, ameoshwa, yuko katika wudhu, yuko katika tahara. Sasa huyu aliyefariki, lau kutatoka chochote katika sehemu, njia mbili zile za haja, kukatoka upepo mfano, au kukatoka chochote kile, yabqa ala tahara, anabaki katika tahara, haibadiliki chochote. Kwa hivyo sisi tukiona kama kuna kitu kimetoka pale, pengine ni haja haikumalizika vizuri, sisi kazi yetu ni izalatun najasa, ni kuondosha ile najisi, lakini sio maana aoshwe tena upya au atawadhishe tena upya. Tofauti na alhai, aliyokuwa hai ameoga, ametawadha, akatokwa na upepo, au katika hizi nawaqidhul wudhu, yajibu alayhi an yatawadhaa, kwa sababu udhu wake umetenguka, hana alwudhu, khilafan min almayit, tofauti na yule ambaye kwamba amefanya nini, amefariki. Ni masail muhimu sana katika fiqhi yetu. Falkharij anatueleza kile kinachotoka quyida, imefungamanishwa, bimaana ama ni qaidun kharaja bihi dakhil, kinachotoka ni qaidun kharaja minhu dakhil, na maana kinachoingia hakiharibu udhu. Okay, kinachotoka ndo kinaharibu alwudhu. Masala kidogo mengine hatutopiga mifano, hayatatufaa kupiga mifano, lakini pengine tupige mfano huu. Hii wapata watoto mara nyingine kwa sababu ya kula michanga na mtu mzima pia anaweza kuwa na minyoo, lakini ni lugha inafahamika, sio kulingana na pengine na mazingira ni machafu wa hakadha, anaweza fanya mtu akawa na minyoo. Sasa ukienda katika haja mfano, au umeketi kikao cha haja, wale wadudu huwa hawako mbali na sehemu za siri, kwa hivyo waweza akatoka. Jamil, pengine hata ulikuwa uendi haja kama, lakini wakitoka hauna udhu na ni warefu, kwa hivyo mara umetawadha kwa kuwa ametoka akarudi, udhu wako kwa sawa, kwa sababu itibari ya nawaqidul wudhu ni khuruju shay, sio dukhulu shay. Iko imeeleweka vizuri, sio?
Kwa hivyo tukazungumza pia khuruju shay ni ima iwe ni najisi, kwa hivyo mtu ametokwa na haja ndogo yunqidhu alwudhu, haja kubwa yunqidhu alwudhu, ama riyaha ametokwa na upepo yunqidhu alwudhu, au mtu pengine alikuwa amemeza dhahabu. Mara nyingine mtu anataka kuficha dhahabu, anaona au jamaa ataniibia, akameza, kisha dhahabu ikatoka ile ile dhahabu bila kusuhubiana na chochote, yunqidhu alwudhu, pamoja ya kuwa dhahabu ni tahir, au mawe hajaran, chochote, yunqidhu alwudhu. Mahala pana ikhtilaf baada kwa wanazuoni ni suala la mwanamke anapokuwa katika ada yake, month period yake. Kwa hivyo kuna period inapofika anatakana a make sure kuwa ametahirika. Na masala nafikiri tumeyataja wiki iliyopita. Mfano, mwanamke amekataa kuoga kwa sababu hataki kukutana na mume wake, lakini mwanamke anajua vipi kuwa sasa ni time yangu mimi ya kuoga? Sijui wanawake wa sasa wanajua, sawa, elimu inakwenda kipotea. Lakini miaka yetu sisi tukikulia, wanawake walikuwa wamekuwa practiced. Kwa hivyo ile damu inatoka kwanza nzito na inakwenda ikibadilika, itakuwa ni pengine manjano sana au nyekundu sana, maroon, inakwenda ikibadilika. Ile damu ikienda ikisafika inakwenda ikibadilika, inakwenda mpaka inakuwa yellow. Mwisho wa kutoka damu inakuwa ni weupe, sio damu tena. Kwa wanazuoni wanatueleza yafanana na madhi au madi. Yani katika mambo ambayo kwamba ni katika mukaddimat. Mfano, mtu kabla ya kutokwa na manii huwa yaanza pengine mukaddimati hizi, kwa hivyo yashabihiana lakini sio nyeupe. Wanazuoni wamekhtalifiana, lakini kauli ambayo kwamba ina nguvu ikihakikika kuwa ni hiyo, haitengui wudhu. Ani masala Sayyidina al-Imamu Ahmad ibn Hanbal alimuuliza shekhe lake al-Imamu Shafi'i, na tunapozungumza al-Imamu Ahmad ibn Hanbal tunamaanisha al-qawlu al-qadim lil-Imam Shafi'i. Wengi wanataka kuwapambanua hawa kama si wamoja, lakini madhhabu al-qadim ya al-Imamu Shafi'i alichukua mazima al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Fiqhi yote ameichukua kutoka al-Imam al-Shafi'i walipokuwa Baghdad, kabla al-Imamu Shafi'i kwenda zake Misri, na alipokwenda Misri ndio akawa na qaulun jadid, masail kidogo. Kwa hivyo yeye al-Imam Ahmad ibn Hanbal anaeleza kuwa saaltu Imam al-Shafi'i, nilimuuliza al-Imamu Shafi'i kutokamana na weupe unamtoka mwanamke baada ya kumaliza ada yake. Kwa hivyo yule mwanamke anapoona ule weupe umekuja baada ya damu yake kukatika, ni tahara na la yunqidhu alwudhu. Lau tawadhat, lau mwanamke akaona, maanake walikuwa kipima na pamba, wakiangalia wakaona it's wet, lakini haina alama yoyote katika miongoni mwa alama ya damu, hata sio yellow. Kwa hivyo anaona it's white, anajua mimi nishakuwa msafi, nishatakatika. Wakati ule ndio mwanamke anafaa kwenda kuoga. Lau ataoga kabla ya pale, josho lake halina itibari ya aina yote. Lau atatawadha, haina itibari ya aina yote. Na lau ataoga josho la kujitahirisha au kutawadha na anajua kuwa hajatahirika bado, atapata madhambi kwa sababu anaichezea sheria. Kwa ni masala wameeleza wanazuoni, lau atahakikisha kuwa ule weupe umemjia, akaenda akaoga, ikawa bado ule weupe unamjia, ukahakikika bado ni weupe wa kutahirika, la yunqidhu alwudhu, haitengui alwudhu, na udhu wake utakuwa uko sawa, hauna tatizo la aina yoyote. Hani masala mazuri katika suala linalofungamana na nini, na khuruju shay, kutoko na chochote ambacho kwamba
kinachofungamana na kinachotoka katika njia mbili. Hapa kuna mushkila, sisi mara nyingi hatuzungumzi kwa sababu pengine cases hizi haziko kwetu sana, naye ni khuntha, na awe ni khuntha mushkil. Khuntha mushkil ana ahkam zake mbali kabisa katika sheria. Ni mtu mwanamume ambaye ana alama mbili za ubinadamu, yani ni aima anao uchi wa kiume na uchi wa kike. Sasa huu ni mushkil, hajulikani. Manake anaweza akazaliwa na viungo viwili, lakini baada ya muda akajijua yeye ni mwanamke. Kwa hivyo kile kiungo cha kiume hakina itibar. Ni kama mtu kuwa na vidole visita, hichi kidole cha sita hakina itibar, wewe vidole vyako ni vitano, kwa hiyo ni zaida. Lakini ikiwa mashini zote mbili mara ghafla huwa zafanya kazi, hizi kesi kwa upande wetu alhamdulillah hakuna, lakini ukienda katika Asian community zipo, na kama zipo ziko chache sana, na ni vyema kueleza kwa sababu huku kwetu pengine kuna mtu anaweza kuona haya kuuliza, kwa sababu ni mambo ambayo ni hayakuzoeleka, si mambo ya kawaida, lakini ni vyema kueleza. Ikiwa atakuwa ni khuntha almushkil na ikatoka chochote katika moja ya sabilain, yani katika vile viungo vyake viwili vilivyokuwa na pea, huyo aghlab ya wanazuoni nasema la yunqidhu alwudhu. So haijulikani sasa yeye, yani hii imetoka wakati inafanya kazi ama haifanyi kazi. Kwa hivyo la yunqidhu alwudhu katika baadhi ya wanazuoni wanavyoeleza. Ni masala kidogo muhimu sana, na nimeona ni muhimu kuyataja katika baadhi ya mazungumzo kama haya. Suala la manii kutokuwa sababu ya kutengua alwudhu, hapa nisikizeni kwa makini. Manii haitengui alwudhu kwa sababu almanii inasababisha mtu kuoga. Yani nawaqid katika ulama na fuqaha wa Shafi'ia, nawaqid sababu yake ni moja, imma ikusababishie wewe kutawadha ama ikusababishie wewe kuoga, lakini haiwezi kukusababishia mambo mawili. Kwa hivyo almaniya, wanaeleza baadhi ya wanazuoni, yale manii yatoke bila kusuhubiana na chochote. Waliofanya experiment wanasema ni mtu akae atafakari, yani rajulun mufakkir li ashya ma, anafikiria ghariza yake, mara ghafla puf, ameshuti zikatoka hivyo bila kusuhubiana. Kwa hivyo yale manii yaliyemtoka la yunqidhu alwudhu'a bal yajibu alayhi alghusl, haitengui udhu, lakini na lazimu yeye kufanya nini? Kuoga. Sijui imeeleweka? Yeye atalazimika kuoga, lakini hatolazimika kufanya nini? Kutawadha. Je, udhu alotawadha inamsaidia kitu gani? La yastati'u an yusallia wala mashi almushaf wala ai haja. Wanazuoni wananakishana, sasa huyu udhu wake amsaidia kitu gani? Asema yaweza kumsaidia udhu wake katika jambo moja. Bwana mmoja ankuja hapa akasema, aliyekuwa ala wudhuin, yoyote atakayekuwa katika udhu nitampa zawadi. Hapo akainua mkono, atapata zawadi. Lakini udhu wake haimsaidii lolote. Hawezi kuswali kwa sababu ana janaba kubwa, hawezi kushika msahafu na janaba kubwa, hawezi hata qiraatul Qur'an kwa sababu ala janaba, yuko katika janaba.
Kwa hivyo hili ni suala linalofungamana na khuruju shay'in wa hakadha. Na suala la upepo hili pia ni suala wanazuoni walizungumza, na miongoni mwa wanazuoni walioyataja kwa mapana ni wanazuoni waliosoma kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, masahaba, kwa hadithi ambayo ni sahihi. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, sala ya mmoja wenu haitokubaliwa na Mola subhanahu wa ta'ala mpaka atawadhi. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, akasema bwana mmoja kutoka Yemen, sehemu za Hadramaut, mal hadath, ni nini hadath? Maana sisi katika muundo wa kiufundi wa fiqh tumeambiwa nawaqidul wudhu, lakini tumesema pia butlanul wudhu vile vile, na pia al hadath yawezekana. Na maneno ya Bwana Muhammad yameeleza yoyote ambayo kwamba idha ahdatha hata yatawadda. Kwa hivyo huyu bwana akataka kuuliza, kwa sababu ni mustalah fiqhiyya, ni masala ya kifiqhi, akauliza mal hadathu ya Aba Huraira, ni nini hadath ewe Aba Huraira? Akasema qala alfasau au taratu. Fasau ni kutokwa na upepo ambao haina sauti, dharatu ni kutokwa na upepo ambao ina sauti. Akhrajahu al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim rahmatullahi alayhima ajma'in. Warawa al-Imam Tirmidhi, pia al-Imam Tirmidhi amepokea akisema hadithu hasan an Talq bin Ali. Huyu bana amepokea akisema ata a'rabi ila rasulillah, likuja mbedui kwa Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam, faqala ya Rasulullah, arrajulu minna, kuna mtu katika sisi anaweza kuwa na udhu lakini akawa anasikia ruwaiha, wa yakunu fil ma'i qilla, akawa anasikia pengine upepo memtoka na maji pengine ni machache. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha fasa ahadukum, yoyote atakayetokwa na upepo, faliyatawadda, atawadhe, wala ta'atu nisaa, wala msiwajilie wanawake, fi ajazihinna, fa inna Allaha la yastahi min alhaqqi shay'a. Ni mwanamke anapokuwa katika ada yake, tusicheze na mambo yani na viungo vilivyokuwa karibu na sehemu yake. Tunaweza tukacheza naye mwili mzima, lakini kiuno na nini hatufai kucheza. Na akatuambia kwa Mwenyezi Mungu haoni haya katika kutoa haki na kueleza haki. Na hadithi nyingine anaeleza al-Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hadithi imepokewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Nafikiri hii itatutosha, tukitaja hili tutapeana nafasi ya maswali kwa wakati uliobakia. Asema Sayyidina Ali, kuntu rajulan madhaan, na hili lawatokea baadhi ya watu. Madhi mara nyingine inakuja kwa sababu ya kazi ngumu anazozifanya mwanadamu, hususan wale wanaobeba mizigo au kazi za dharubu. Anapoenda haja ndogo, ataona kuna maji meupe mazito yanatoka, yale yanaitwa madhi, ni najis wa yunqidhu alwudhu'a. Kwa hivyo yeye Sayyidina Ali alisema kuntu madhaan, mimi ni mtu ambapo nilikuwa natokwa na haya maji ya madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikaona haya kumuuliza Bwana Muhammad, limakani ibnatihi minni, so mimi nimemoa binti yake, ni bamkwe wangu, kuna mazungumzo kidogo yawe na limitation. Huyo mimi nimemoa binti yake. Fa amartu al-Miqdada, nasema nikamuomba sahaba ndugu yangu al-Miqdad, fasaalahu faqala, akamuuliza Bwana Muhammad, Mtume Muhammad akasema, yaghsilu dhakarahu wa yatawadda, bimaana ni najis. Ukiona madhi yamekutoka utakwenda kujitahirisha, yani izalatu najasa, utawadhe. Akhrajahu al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim. Tumesema sababu za kutengua wudhu ni sababu 4, lakini tumeeleza moja
na naona hili moja inatutosha kwa leo. Tutaadhini inshallah taala, dakika chache zilizobakia tutapeana dakika za maswali inshallah taala. Tafadhali. Kama kuna mtu ana swali, jambo halikuwa wazi, au pengine ana jambo ambalo anahitajia pengine tuliangalie, inshallah albab maftuh, mlango uko wazi, tunaweza kuuliza maswali. Naam Sayyid. Jana sojo mama ori yije nimekata kaida ya kuwa lile mili janaba yajibu alayhi al-ghusl, huwa inamwajibu kuoga siku kutawaza sura yake. Binti takiwa na janaba akaoga peke yake bila kutawadha. Swala muhimu pia hili linazungumzwa na fuqaha. Nauliza kuhusu, lakini janaba ni neno pan. Kwa janaba mtu kukutana na mke wake ni janaba, lakini tushike hili tulolitaja, khurujul mani. Mani amemtoka, tumetaja kuwa la yunqidhu alwudhu, wake huko, lakini yajibu alayhi alghusl, yeye ni lazima kuoga. Kwa hivyo yeye akishaoga, ikiwa hakutengua udhu wakati anaoga, atakuwa ala taharati tam, yuko katika tahara ilotimia, yani ghuslu yake iko sawa na udhu wake uko sawa. Lakini mfano mtu ana janaba sasa, kukutana na ahli yake, kwa hivyo kuna kutenguka udhu pale na pia kuna na janaba lenyewe. Kwa hivyo ametaka kuoga na hakutawadha. Je, josho linatosheleza alwudhu ama inamlazimu yeye kutawadha pia baada ya kuoga? Masail wanazuoni wameyazungumza haya. Jambo la kwanza ni jibiliyan au kimuundo, ni kuwa as-saghiru yadkhulu fil kabir. Alwudhu ni ndogo yaingia chini ya kubwa, lakini kama itafuatwa masharti yake, kwa sababu ala wudhuin, katika wudhu miongoni mwa arkanul wudhu at-tartib. Kuna tartibi katika alwudhu, katika alghusl hakuna. Kwa hivyo mimi naweza kuanza na miguu katika kutawadha nikamaliza na kichwa, haiwezekani. So yule anayeoga ili awe na alwudhu kupatikane nidhamu ya tartib, na hapa wanazuona natueleza mfano, iwe ni mtu anaingia kwenye swimming pool. Mfano anaingia kwenye swimming pool, hata kama ataketi dakika ambazo hazimtoshelezi mtu kutawadha, atakuwa ala wudhu kwa sababu ile system iko. Lakini ikawa kuna ikhtilafi, ikiwa mtu anaoga kutoka katika shawa, maanake ukioga katika shawa ni maji yanateremka, kwa hivyo yameanza na kichwa, umeona, na kutawadha waanza na uso, ikiwa ni katika vile viungo vya faradhi. Kwa hivyo umeanza na kichwa. Kwa hivyo baadhi wanasema huyu ili kukamilisha ile ghusli yake awe ala wudhu, itambidi aweze kuleta istihdhar ya tartib. Istihdhar ya tartib ya nini? Ya alwudhu. Na maana maji yale yakiteremka aoshe uso, maji yale yakiteremka aoshe mkono, maji yale yakiteremka afute kichwa, kisha na mguu, kisha yale maji mengine yakishuka, hakuna tatizo, ikiwa atakwenda kwa nidhamu hiyo. Ikiwa hakwenda katika nidhamu hiyo katika maji ya shawa, kutakuwa kuna mushkila mkubwa katika udhu wake, kwa sababu ya tatizo katika udhu. Kuna kitu kinaitwa at-tartib. Sawa, nafikiri imefahamika. Kwa hivyo leo utajimwagia maji, lakini tartib tumezungumza. Tartib ni viungo viende kwa nidhamu yake, na katika madhhabi ya Imamu Ahmad ibn Hanbal, mbali na tartib kuna almuwala. Wani masala kidogo wanazuoni ni hususan madhhabi ya Imamu Shafi'i na Imamu Ahmad ibn Hanbal, ili josho lako liwe limekamilika vizuri, lazima ulete istihdhari ya nia ya tartib kwa nidhamu tulivyoeleza. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Naam,
swali lingine, bakisha dakika 5. Inshallah tukomee kwa hapa kwa leo biidhnillah. Wiki inaokuja katika nawaqidhul wudhui ni zawalul aqli, katika nawaqidhul wudhui ni zawalul aqli, ingawa mwenye safina ametueleza binaumin, ni zawalul aqli binaumin au ghairihi, kwa ameanza na kulala. Okay, na hii ni kuonyesha Uislamu umeipa akili sehemu kubwa sana. Nilikuwa namsikia mmoja juzi, Jaret, ningepambana naye moja kwa moja, alikuwa anazungumza fikra nzuri, lakini alipofika katika Uislamu kidogo akateleza na akapotea, na ni muthaqaf, ni mtu msomi. Asema hizi dini zinaonekana kuna wale walotuletea. Kwa hivyo akizungumza dini ya Kikristo anaona kuna Mroma, akizungumza upagani kuna mtu nyuma yake, yaani anasema ni man made. Okay, alipokuja na ni masala mara nyingi tunayasema kwa sababu vijana wetu leo ndo wanapambana na hizi fikra. Kwa hivyo asema Uislamu, anaona akipractice Uislamu anamuona Mwarabu mbele yake, which is very wrong for real. Waarabu wenyewe Uislamu walikuwa haujui. Uislamu umekuja kuletwa ndani ya bara la Arabu. Waarabu hawajui chochote kuhusiana na nini na Uislamu, na ndio utakuja kuona katika masadir al-ilm, katika misingi ya ilmu, ala aql, akili imepewa nafasi kubwa sana. Wewe ikiwa hauna akili ni ghairu mukallaf, hauna akili, haukalifishi na sheria kabisa, haupewi, yani si lazima kuswali, sio lazima kufunga, sio lazima kuhiji, kwa sababu akili yako haifanyi kazi. Kwa hivyo ala aql, wewe ukija kuamiliana na Uislamu unaamiliana na burhan, na ndio fakhri ambao utazungumza mara nyingi katika msimu wa hijra, kuwa Sayyidina Jaafar bin Abi Talib alipoingia katika ardhi ya Habasha, anasema nilipambana na Waafrika walikuwa wananihoji kwa hoja. Kwa hivyo Waislamu wa bara la Afrika waliingia katika Uislamu kwa hoja, si kwa kubendera fuata upepo. Umekuja na nini? Tukakunakish, tukaangalia kwanza masdarul awwal ambao ni ala aql, akili imekubali ama haijakubali, kisha baada ya hapo yalla hadith wala haraj. Kwa hivyo miongoni mwa mambo yanayotengua alwudhu ni zawalul aqli, ni akili kupinduka, na haya tutaeleza inshallah taala kwa mapana na marefu wiki inayokuja. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajalana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man wafaqa ahla alkhairi lilkhairi wa aanahum alayhi wafiqna lima tuhibbu wa tarda inna alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.